Na mtazamaji, wanafunzi zaidi ya 1200 hii leo wanatarajiwa kupata ufadhili wa masomo katika eneo bunge la Nakuru Magharibi. Wanafunzi hao watalipiwa karo ya shilingi 22,500 za NG-CDG kila mmoja. Evans Asiba amehudhuria hafla hiyo na sasa tunaungana naye mubashara kwa mengi zaidi. Kwako Evans Asiba, naona kidogo watu wameanza kuamka. Na Lulu uliyosema ni hakika kwamba tupo katika kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Nakuru Magharibi, ambapo ni afueni kwa wanafunzi hawa, ikiwa ni kwamba ni kutengeneza kesho yao, kuhakikisha kwamba kesho ni kesho bora, wote wakiwa hapa na ndoto moja ya kuhakikisha kwamba pengine wanaendeleza masomo yao baada ya kiwango hicho cha grade ya 9 walichofanya mwaka jana. Lakini moja kwa moja wote wako hapa tayari washapata, niseme tu kwamba hundi hiyo ya cheki ya shilingi 22,500. Lakini nitakuwa nikizungumza na bunge pamoja na wale ambao wamenufaika wazazi. Pengine tu ukianza kwa kutuambia hawa watoto wako hapa, tuliona wiki hii bado umefanya wanafunzi 700, hii leo wanafunzi 1200. Pengine ni nini haswa kinachoendelea? Ile kitu tumefanya ni kwamba tulikuwa tumetenga kando, vile nilikuwa nimewaambia, around 40 million ya watoto, kwa sababu tulikuwa tumejua grade 10 iko tayari proceeding to senior school, so tukatenga pesa kando. Na hiyo wazazi unaona wengi hapa ni wale wa mapato yao ni ya chini, so tukasema je, tuweke tuwasaidie watoto kuingia shule. So we are clearing the first term school fees and it's supposed to be 22,224, but to round off to 22,500. Kwa sababu gani? Kwa sababu wazazi wengi wasipolipiwa hii watoto hawezi kuingia kwa ile shule wameitwa. For example, hapa iko watoto wameitwa Alliance Girls, siku wengine wameitwa Nairobi School, Nakuru High School, na ni wazazi hawana mapato ya pesa ya kuwapeleka. Kwa hivyo ndio nikaangalia nikasema je, tuwalipie. Kutoka hapo sasa itakuwa ni rahisi mzazi kupambana, endelea kulipa second term na third term na mtoto aende kusoma. Na ni kitu tumewahi kufanya kila siku, si mara ya kwanza. We used to do it when we used to have from one system. Kwa hivyo kwa siku ya leo tumesema wacha tusaidie wale watu ya mapato ya chini, watoto yao pia waende shule mzuri kama wale ya matajiri. Kwa hivyo nataka kushukuru serikali sana kwa sababu ilileta pesa in good time, and we want to thank the government because hii ni pesa ya CDF. Na walikuwa unajua iko watu wengi wanasema hii CDF does not help, ati wajumbe wanakula pesa ya CDF. Mimi nataka kusema ya kwamba Nakuru Town West wazazi wamefurahi, hata vile unaona wako hapa. Na mimi nataka niseme ya kwamba let's have education fund kama ile president ya suggest to ya infrastructure. Let's have education fund. We corrupt all the agencies wala wanapeana. Tuseme we corrupt CDF, we corrupt ile inaitwa elimu, we corrupt ya county, we corrupt ya help, so that tuweke fund pesa mahali moja, na hii pesa tukiweka pale mahali moja, au wazazi hawangekuwa hapa leo. Wangekuwa wanapata watoto, ukipata sahi kama tarehe 12 watoto ndio walipata mabarua, watoto wangekuwa wameenda wakuwa admitted bila shida. Na tunataka kusema iko walimu wana exploit parents kwa maneno ya uniform, kwa sababu uniform hii waje irudi kwa serikali. Serikali iende tengeneze ikuwe na factory mahali uniform yote ya mashule inaenda na tengenezwa, so that ndio ikienda wazazi wasiende. Kama saa hii umelipa mzazi umemlipia 22,500, lakini mzazi ukienda para anaelezwa anaambiwa uniform alipe 24,000, atatoa wapi? Already ni shida. Asante. Haya, tupate sauti ya mzazi ambayo pengine tu kianza kwa kujitambulisha majina, tuambie mtoto wako anaenda shule gani na pengine umepata usaidizi wa aina gani, na mwito tu kwa serikali kuhusiana na swala nzima. Kumekuwa na fununu kwamba pengine huenda watoe CDF. Pengine wewe kama mzazi ambaye unanufaika moja kwa moja, una taarifa gani? Mimi kwa majina naitwa Sara, natoka Nakuru Town West. Mtoto wangu ameitwa Kapsabet na mheshimiwa ameweza kutulipia pesa first term yote, so namtambua kwa ile kazi huwa anafanya tangia achaguliwe, hajaiwachilia wazazi, so tunamtambua kama MP wetu wa Nakuru Town West. Pengine tu kuhusiana na ufadhili ambao umepata, una muhimu gani kwako, kwa mtoto huyu kwako? Pengine iwapo haungepata ni lipi kilifanyika? Nakwambia kama singepata hii ningeteseka juu sisi mapato yangu kwanza mimi kwangu ni ya chini, so singeweza kupeleka huyu mtoto ile shule. Juu wakati tulikuja hapa alituambia tuende tufanye shopping peke yake yenye tulikuwa tumejitayarisha, lakini first term atatulipe
atatulipia. Nataka kusema kutoka sai, hata akitaka ingine 10 ama 15 tunampatia, tunamtambua. Yes. Sawa basi, mliomsikia huyo ni mzazi tu mmoja akawaeleza zaidi ya 1000 ambao wako hapa, halaiki ikiwa halaiki ya watu wakiwa hapa kuhakikisha kwamba pengine wamepata nafasi hiyo ya watoto wao kwenda kwa shule zile ambazo wameitwa, nafasi ambayo ni adimu, ukiangalia kwamba pengine amepunguza mzigo, lakini vile vile pia akisema mbunge wa hapa akisema kwamba ipo haja serikali kuhakikisha wametoa ile nafasi ya shule tofauti tofauti kuwasukuma wazazi kupitia kwa ile ambao ni karo samani, ile pesa za kununua sare za shule, ikisema kwamba ipo haja kuangalia swala hilo na kiundani kuhakikisha kwa pengine imeshughulikiwa. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa tukielekea mapumzikoni, na tukirudi mwenzangu Lulu atakuwa mwenye kuendeleza mazungumzo haya leo au taarifa hizi za vidokezo. Mimi Eva Siba, twende mapumzikoni.